الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مؤلف رحمه الله تعالى وانفعنا بعلومه آمين فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ayetu ni ile tunaendelea nayo leo tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Bado tuna aya 23 katika suratul Isra ambayo inasomekaje? ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Katika haki za wazazi ni mtoto kufanya adabu. Katika kuwafanyia kheri wazazi ni mtoto kuwafanyia adabu. Kwa leo tunazungumza adabu za mtoto kwa wazazi wake. Adabu za mtoto kwa wazazi wake. Tulisema kuna mambo mengine tunayaacha kwa sababu tunakimbizana na muda. Somo hili litakiwa litanguliwe na somo la adabu. Adabu ni nini? Adabu ina faida gani? Adabu zina aina ngapi? Adabu zina aina, na watu wema walijifundisha adabu miaka mingapi? Itakiwa ifuatie hivyo. Watu wema walisoma adabu miaka mingi kuliko miaka waliosoma elimu. Wako waliojifundisha adabu miaka 24 adabu tu kabla kusoma elimu. Na hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hajapewa utume, somo la kwanza lilikuwa ni adabu. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Mwenyezi Mungu amenifundisha adabu. Kabla Qur'ani alifundishwa adabu. Alifundishwaje adabu? Jibril alikuwa anashukaje? Ni somo la kusoma kwa adabu. Na wanasema wanachuoni kwamba sisi tunahitaji adabu nyingi na tunahitaji elimu kidogo tu. Tunahitaji adabu nyingi lakini elimu tunahitaji kidogo tu. Sababu kuwa na adabu ni elimu, lakini kuwa na elimu bila adabu huna elimu. Kuwa na adabu ni elimu, lakini kuwa na elimu huna adabu huna elimu. Kwa leo somo letu ni hilo. Kwa tujitahidi twende haraka haraka. Nimeleta adabu 29. Haya nimechukua mengi kwenye ile asulukul ijtimai, ndio nimechukua mengi, lakini kwenye Birrul Walidayni ya Imamu Jauzi vitabu vyake vyote vitatu yamo pia napatikana. Ya kwanza, na tukisoma unaingia kwenye kauli ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Alisema tahasabu kabla an tuhasabu. Tunainasibisha kauli kwamba kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini baadhi ya wanachuoni wengi wamesema hiyo ni kauli ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lakini kauli pia za maswahaba zina nafasi katika dini. Kauli
Kwa hiyo tujihesabu, unakaa unaona hapa mimi nina kazi ya ziada. Ya kwanza alqiyamu biqiyamihima. Utaona umuhimu wa somo la imla umuhimu wa somo la imla ndio kwa alqiyamu biqiyamihima, ni kusimama kwa kusimama kwao. Alqiyamu biqiyamihima, adabu ya mtoto kwa mzazi. Alqiyamu biqiyamihima ni kusimama kwa kusimama kwao. Mzazi akiwa amesimama, wewe uruhusiwi kukaa. Kwa maana hiyo ndio akiingia lazima usimame na hukai mpaka akae. Akisimama kwenda chumbani lazima usimame na usikae mpaka atokomee. Hapo tu tumeshaanguka. Ila kama uko kwenye maeneo ambayo yanakuzuia. Nitoa mfano kama we ni hakimu au ni jaji, mzazi wako anakuja mahakamani, hiyo dharura. Alqiyamu biqiyamihima. Kwa hiyo hata kama itakuwa ni anatoka anaingia, anatoka anaingia, ni hivyo tu, na utakuwa unasimama. Ya pili, na kwenye ile Birrul Waidani ya Ibn Jauzi kuna kisa umo ameweka katika vitabu tulivyotaja. Kuna kisa kaweka, mtu mmoja alitoka safari akaja akakuta mzazi wake anaswali. Kwa hiyo alisimama wima mpaka mzazi wake amalize kuswali. Simama wima kwenye Birrul Waidani. Ukitaka tutatoa kopi tutakileta kusambaza. Kwa nini? Kwani akienda sida askai hawezi kukaa, kwa sababu si atarudi tena kwenye raka nyingine atasimama. Hivyo ni katika adabu. Ya pili, tuliona mpaka kule khafbu khefe badi khafbu as-sauti, khafbu sauti. Kuinamisha nini? Sauti. Kuinamisha sauti. Katika adabu za mtoto kwa mzazi wake ni kuinamisha sauti. Sauti lako lazima lihakikishe mahala yuko mzazi wako na wewe, sauti yako haina nafasi ya kusikika, yani kuwa juu. Kwa hiyo kapewa makamu kama ya mitume kule, la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabii. Khafdu sauti, kuinamisha, ndio adabu hiyo. Na wanachuoni wanasema katika kuinamisha sauti ni kuto mnadi baba yako au mama yako mpaka hiyo dharura kuita baba, mama. Hapo kuinamisha sauti, hata kama hazungumzi, labda kuwe kuna jambo la hatari, unahitaji msaada au unataka nani, ndio unaweza ukanani, lakini vinginevyo ni chini. Ya tatu, la tajlis wa huma qaimani imunalif. La tajlis
wa huma qaimani. Usifanye nini? Usikae hali wao wamesimama. La tajlis wa huma, usikae hali ya kuwa umesimama. Kwa hiyo ikitokea mzazi amesimama, utasimama tu, labda kama una dharura, ni mgonjwa. La tajlis wa huma qaimani, usikae. Iko tofauti ile alqiyamu biqiyamihima, ni tofauti ile si wanapoingia na hata kusimama. Lakini hii unaingia barazani, babako amesimama, hata kama anaangalia nje au mama yako, usikae, simama tu, simama. Mzee wako anakuja, mpisheni babu yenu kiti. Mzee karibu, umekaa, una adabu. Ya nne, la tanqub, la tanqubu kwa kafu na ubani, la tanqub, la tanqub, la tanqub, la tanqub thawbaka, thawbaka, thawbaka amamahuma, amamahuma, la tanqud thawbaka amamahuma, usikungute nguo yako mbele yao, usikungute nguo yako mbele yao. Usikungute nguo yako mbele yao. Na mfano mwingine, umesimama unataka kuondoka, hasa kwa watu ambao tumekaa chini. Huwa tuna kaida, ukisimama kabla ya kuondoka unafuta nini? Unafuta makalio. Usifute makalio bana, una adabu, hiyo sio adabu. Usifute makalio mbele ya wazazi wako, usifute kabisa. Na hata kama ulikuwa umekaa kwenye sofa, inama ukaanza amna kufuta, ondoka kafutie kule. Na ina ingetakiwa iweje? Iwe amamihima. Ujaelewa kilima gani? Sema tu. Na mwisho wake ni thawbaka amamahuma. La tanqub thawbaka amamahuma, usikungute nguo yako. Kama mende, una adabu. Mende kangutie kule kutoka nje. Nyingine ngumu ya tano, ya tano, la tanam, la tanam, la tanam, la tanam qablahuma, qablahuma, qablahuma. Ngumu hii. Illa, illa, illa bidarurati, bidarurati, la tanam qablahuma illa bidarurati. Hii ni mada pana alafu nzito mno. Adabu ya tano ya mtoto kwa mzazi wake ni nini? Usilale kabla yao. Usilale kabla ya wazazi wako kulala, ila kuwepo na sababu ya kisheria ya wewe kulala kabla yao.
ngumu hiyo, ngumu. Kwa kama atakuwa barazani wanaongea, baba anaongea na nini, amekaa labda naangalia picha, fanya kazi nyingine, jisomee, fanya nini. La tanam qablahuma, usilale kabla yao, kwa sababu wewe kwa wazazi wako ni arrai. Wewe ni nani? Wewe ni mchungaji wao, wewe ni mlinzi, ni watchman. Watchman unaenda kulala afu la tanam qablahuma illa bidarura, na kisha mzee amelala. Na ndivyo maswahaba radhiallahu anhum walivyokuwa. Wale waliokuwa majirani ya Mtume SAW walikuwa hawalali mpaka Mtume alale, na walikuwa wanajua Mtume kalala kwa sababu gani, akizima taa. Uislamu hatulali taa inawaka. Kwa hiyo walikuwa wakiona taa imezimwa, wanajua Mtume sasa ingia kitandani. Adabu. Tumeshaanguka. Shanguka. Hasa kama una TV nyumbani, chumbani kwako, ndio una habari kabisa. Huko tunabadilisha channel. Hatuna adabu kwa wazazi. Nalalaje? Ya 6, la tanzur ila wajhihima la tanzur ila wajhihima inda al-akli la tanzuru ila wajhihima inda al-akli. Usifanyaje? Usiwatazame usoni wakati mnakula. Usiwatazame usoni wakati mnakula. Na hii tumekuja kuiona, lakini ndo adabu tu. Utapigwa na tonge la ugali. Tena mzee akitoka dikanalo anakata kubwa. Anakata ile tonge, ile ugali tonge na reserve. Anakata hilo. Amesha kuona kama unaangalia, anakata alafu anatumbukiza kwenye mchuzi. Alafu anakupiga na mchuzi. Wazee wetu walikuwa hakusoma bana. Wazee hawakusoma bana. Wazee hawakusoma ilmu gani? Wazee hawakusoma ilmu al-iktisabi, lakini walikuwa na ilmu al-mawhubi. Hawakusoma elimu ya kwenda hivi na vitabu hivi ya kutafuta, lakini walipewa kama ile ya hadhiri. Sisi tumekuwa tunajua usikia kwenye zingiti, hawana aya wala hadithi. Unakuja kusoma baadaye ndio unaambiwa ni vibaya kukaa kwenye kesi ya mlango. Mzee alikuwa hana aya wala hana hadithi. Usifanyie usiku, unafanyia usiku. Na kakofi pa. Hakuna kusoma. Nakuja kuona kumbe kuswajia usiku ni vibaya. Unaitwa maskini, unaitwa fakiri. Yamo hapo mtaani. Na unakaa unaangalia watu walikuwa ni waajabu sana. Simwangalie mzazi wako usoni wakati mnakula. Simwangalie kabisa. Ya 7, la tamshi amamahuma la tamshi amamahuma la tamshi
illa billaili, billaili. La tamshi amamahuma illa billaili, la tamshi amamahuma illa billaili. Usifanyeje? Usitembee mbele yao. Usitembee mbele ya wazazi wako, ila usiku ndio utembee mbele, usiku. La tamshi amamahuma illa billaili, usitembee usiku, usitembee mbele ya wazazi wako. Hao ni maimamu bana. Tembea mbele, unaona nini sasa? Ukitembea mbele unamwonaje mzazi wako? Tembea nyuma umuone. Ni adabu. Wala usitembee kibavu na mzazi wako mpaka akwambie baba njoo tuende. Lakini unatakiwa ukae nyuma kama bodyguard na rais. Baba yako ni bodyguard nyuma. Unaona bodyguard anatembea pamoja na mimi? Nyuma. Akitembea huku na huku na sababu. La tamshi ya mama illa bilaili, isipokuwa wakati gani? Kwa nini? Kama kuna shimo uporomoke uvunje mguu kwanza, umeanguka mwanangu. So baba yako eti ndio kufanya ndio ukwepe kaishaanguka, kumbe kuna shimo hapo, afu unapita pembeni. Pita kwenye shimo kwanza. Na wanachuoni wakasema wengine unaweza ukatembea mbele yake mchana kama kuna umande. Umeelewa manake? Nini? Si usafishe, uloane wewe. Alafu haja pita. Mzee twende tu, twende mzee. Sema kama kuna umande, kama kuna fujo, lazima utangulie. Ngoja niangalie mzee kuna. Mbona tumekusanyika? Simwambie twende alafu apigwa jiwe. Kwenye bala liumande unakwenda mbele wewe hata kama ni asubuhi. Lakini unamwomba ruhusa. Mama naomba nitangulie mimi kwanza hapo, kuna umande hapo. Acha tu baba kwa hiyo. Fajie yale ufike umeloana tu alafu mzazi wako apite. Tumeshaanguka zamani. Tunaingia ngapi? Ya nane. An yusallima alaihima inda dukhuli wal khuruj an yusallima alayhima inda dukhuli wal khuruji, awasalimie wazazi wake kila anapoingia na kila anapotoka. An yusallima alayhima, katika adabu za mtoto kuwafanyia wazazi wake ni kuwasalimia wazazi wake kila anapoingia na kila anapotoka. Na hii Abi Huraira radhiallahu anhu akifanya sana. Tena wakati wa kuingia alikuwa akisalimia kwa mbali, assalamu alaykum ya ummahu, assalamu alaykum ya ummahu. Kwa nini alikuwa anasalimia mbali? Kwa nini? Naam, shekhe. Waandaa kama huyo ni mama yako shekhe. Unaingia mpaka wandole salamu alaykum. Ukimkuta yuko pwani. Sababu shehe umesema tusiinue sauti. Hii ni dharura shekhe. Kwani wewe kwako Sheikh Isa unafanyaje? Salamu alaykum.
lazima uandae. Baba anakuja, toa hiyo wakati akitoa. Na kuna vitu watu taxis. Mimi sipendi kukuta dekio liko ndani wakati wa kudeki. Hatu dekio wapi? Nada. Unaingia tu mpaka salamu alaykum. Utakasirika sana. Utakasirika sana. Mwingine anavizia. Alikuwa huyo ni mama bwana. Huwezi kuja mpaka hapo unasalimia kule mbali ili kumuandaa kule. Inawezekana mama yako yuko pwani. Sinaeleweka yuko anakula upepo. Pwani yuko kajiachia matiti nini. Usimfanye akamlani shetani wakati amuone. Wabillahi minashaitan. Jamaa nimeeleweka? Hatuna sherehe ndefu. Hivi vitu vina sherehe na vingine vina visa. Nimesema kama ya Abi Huraira. Vitabu vyetu utakuta hiyo habari ya Abi Huraira. Kwa ukitoka pia unasalimia. Unaenda kama yuko chumbani unagonga. Asalamu alaykum. Baba, asalamu alaykum. Wazazi wangu, asalamu alaykum. Alaykum salam. Naomba ruksa. Na elekea kazini. Baba wewe salama. Hamna kusema nisalimia asubuhi nimerudi sasa nasalimia tena. Ni kila ukitoka na kurudi. Si ndio sheria ya Kiislamu hiyo? Ukiwa msikitini umetoka, ukiingia masalimia msikiti. Na unasalimia waliomo. Mkipeana tu hivi hail kama kiguzo hicho wa muonani yule kule wa muonani, basi mkishatoka hivi mnatakiwa kusalimiana. Ya 9, la tarkab fawqa dhahari la tarkab fawqa dhahari baiti. La tarkab fawqa dhahari baiti illa biidhnihima. La tarkab fawqa dhahari baiti illa biidhnihima. La tarkab fawqa dhahari baiti illa biidhnihima. Usifanye Usipande juu ya nyumba. Usifanye Juu ya nyumba. Usipande juu ya nyumba. Usipande juu ya nyumba. Ni katika adabu. Ila kwa nini? Ruhusa yao. Usipande juu ya nyumba yako au nyumba ya wazazi wako juu. Na wenyewe wako Ndani ya nyumba. wamo ndani. Unajielewa umepanda kule. Fundi juu nikuonyesha hapa na vuja. Wamo ndani. Vipi? Ila Sheikh Omar tumeshaanguka nakwenda. Mama nimekuja mama. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama naomba hivi. Nipande juu ya nyumba huko. Nataka nimpeleke fundi nimuonyeshe. Kuna nini? Naona kama unavuja. Sawa baba. Miti ni zambarau. Mfano uzazi umekaa alafu akapanda kule kwenda kuchimba zile zambarau. Amekaa chini ya mti mzazi wako. Usipande juu ya mti. Uwatake idhini. Wazee. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mko poa lakini? Mambo yanakwenda vizuri? Naomba nipande juu ya mti nikatoa na zambarau yetu. Hayo yote tulishaanguka zamani. Vurumai tu. Paka mtu mmoja
Imetokea baba yake yuko mezani anakula. Sasa hapa kuna taa ile ya tibu kwa anapanda kuirekebisha. Hairuhusi. Kosa kubwa sana. Tumeshaanguka zamani. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana. Tulisema ihsana ni zaidi ya kule. Lakini watu waliweza haya. Watu waliweza. Kwenye vitabu nilivyovitaja huko utaona kuna mtu alikuwa hapandi juu ya nyumba, mzazi wake yuko hai. Na alikuwa hamuombi ruhusa. Alikuwa anamtafutia sababu ya kutoka. Watu wenye akili. Anamtafutia nafasi ya kutoka. Anamwandalia mnyama apelekwe akapumzike either beach wapi. Sasa wakati amekwenda, watu walihofu kuvunja haki ya wazazi kwa kiwango hicho. Subhanallah. Tunaingia ngapi? Ya 10. An yasta'adhina huma al-khuruja an yasta'adhinahuma al-khuruja an yasta'adhinahuma al-khuruja. Afanyeje? Aombe ruhusa ya kutoka. Sheikh, unaomba ruhusa ya kutoka. Mtume amesema huwezi kuomba ruhusa ya kutoka kama utakuwa unaenda kazini, utatoa taarifa. Yani zile dharura, lakini lazima utoe taarifa. Useme unaenda wapi, useme unakokwenda. Sasa kwa sisi ndio tunasema tulikuwa tunaporomoka, tulikuwa naomba ruhusa zingine za kwenda mpirani, mambo ya kijinga jinga tu. Naenda mpirani baba, naenda mpirani. Leo kuna mpira. Amekubali amekataa? Shakataa hapo. Unasema sijasikia vizuri unasema. Huko ukimwambia naenda msikitini huwa anasikia vizuri. Mbia naomba niende madrasa naenda kusoma. Inshallah baba, Yesu mkujalie ilmu, Yesu. Nenda mpirani. Unanisemesha? Hoje kaisha kataa na usilazimishe, usirudie. Sirudie kabisa. Jamaa, hivi tuko pamoja? Someni tukumaliza tu. Tunasoma sisi ni kufanyia kazi. Ya 11. An ya'rida alayhima qada'a an ya'rida alayhima qada'a matalibihima. Qada'a haina lifu.
matalibihima, an yarida alayhima qadaa matalibihima, awaelezee mpango wa kutekeleza matakwa ya wazazi, awaelezee mpango wa kutekeleza matakwa ya wazazi, awaelezee mpango wa kutekeleza matakwa ya wazazi. Wazazi wana jambo wamekupa ufanye, usilifanye kibubusa. Huyu mdogo wenu mimi naona hii shule. Baba, singefanya mpango wa kumhamisha huyu mdogo wako akamia shule nyingine. Mimi naona kama anachelewa kwenda na anachelewa kurudi mbali kule. Sasa hizi process za kufanya uhamisho wa ndugu yako lazima unafanyaje? Lazima uwe unaripoti. Ni kama vile bosi wako amekupa kazi, hasa mapolisi. Ukipewa kazi kila hatua lazima uripoti. Wamekupa kitu cha kufanya, ueleze, hebu mimi mzee fulani sijamwona msikitini. Sijamwona, hebu fuatilia, ni mgonjwa. Unatoka kwenda kule kufuatilia, lazima uambie. Wazazi wangu, uliniambia na mimi nataka kwenda sasa kule. Nitachukua boda au nitakwenda kwa mguu. Yaani process zile. Ukifika kule umeambiwa katoka, huyu mzee katoka, una mawasiliano, piga. Baba, nimemkuta ametoka, nisubiri au niulize tu habari nirudi? Auliza tu, nataka kujua ni kitu gani. Yaani lazima uwe unatoa zile. Sio kimya kimya tu. Kimya kimya vipi wewe? Huyo ni bosi wako. Mzazi wako ni bosi wako. Ni kamanda huyo. Kwa hiyo yale majukumu anayokupa yote lazima uyafuatilie. Kule shambani kule ulisema sijui vigazi vinakatwa. Kuna nani ameshaenda kuangalia kule? Kuna mtu ambaye ameshakwenda. Basi hebu nendeni kule. Unataka kwenda kule, unatoa taarifa. Kwenda unaangalia. Kirudi unatoa taarifa. So umekuta kule si umekamata mwizi mpaka mnampeleka polisi, simeshaandika mzazi wako ajui na ana simu. Hapana, haiko hivyo. Hiyo sio adabu. Sio adabu. Tumalizie mbili. Ya 10 na ngapi? 12. Ya 12, an yatluba. Tunazungumzia wala japo dua. An yatluba dua. Kuna alif lam hapo alafu ndio dal. Ni sawa sawa na dua ya nabii kwenye umma. Kwa hiyo babangu, naomba unipe dua. Na wewe mzazi usichoke. Usichoke. Ndio utasoma kwenye hiyo, ndio Abi Huraira akifanya. Huraira moja vilivyompandisha ni hiyo. Kuombiwa dua na mamake mara kwa mara. Na mamake hakuchoka. Na ndio tumeambiwa sisi waqul rabbi rahamhuma, pale chini waqul rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Na wewe ni kuombea dua wazazi wako bila kuchoka. Ndio akina Urwa bin Zubair radhiallahu anhu, bila kuchoka. Mzazi anamwambia kwa dua akasema alhamdulillah, kafanya tu ile alhamdulillah, basi natosha. Ni sasa mtu salamu alaykum wa alaykum salam, vipi hali bana? Salama.
Umejibu salamu, umejibu, lakini lazima umalizie na alhamdulillah. Lazima alhamdulillah ipo. Alhamdulillah ndio wanasema ni kamalu salami. Ukamilifu wa salamu ni kushukuru alhamdulillah. Na ilitokea mmoja kati ya maswahaba, ukisoma hiyo bin mawaidhil anbiya'i was-sahabati wat-tabi'in, yuko mtu mmoja alisalimiwa na mmoja kati ya sahaba, asalamu alaykum wa sallam, kaifa al-hal, tayyib, akamuuliza kaifa al-hal, tayyib. Baada ya kusema alhamdulillah, akasema nilikuwa nataka hiyo alhamdulillah hiyo kwa nichelewesha. Tuna vitu vingi vya kujifunza. Tutakwenda kule kwenye haki ya wazazi, tutaona katika haki za wazazi ni mtu kumwaombea wazazi wake, yani inageuka. Hapa kwenye adabu ni wewe kuiomba dua ya mzazi, hata kama anakuombea, lakini kule kumuomba akuombee ni miongoni mwa adabu kwa mzazi wako. Na hii pia ni sisi wazazi pia katika haki za watoto ipo kumwombea mtoto wako, na hiyo haifi mpaka wewe utakapokufa. Aishi hata kama taritani, endelea kumwombea Mwenyezi Mungu mrudishe. Tumalizie hiyo. Idha ada sa'ala anhuma awwala. Idha ada sa'ala anhuma awwala, akifanyaje? Akirudi nyumbani. Unao wazazi nyumbani, ukirudi nyumbani, kitu cha kwanza unaanzia kwa wazazi. Salimia, jamani, mzee vipi? Tokea nilivyoondoka nasikiaje? Ulivyoondoka nilijisikia mpeke kwa ile mzee. Bora hivi umerudi. Bwana boeka ukiondoka. Basi babangu ananiambia dua nikenda narudi mapema. Mama yangu ananiambia dua nikenda narudi mapema. Inshallah Yesu Mungu akujalie wewe una wepesi katika mambo yako, ukienda unapenda. Hivyo ni unaanza kwa mkeo. Hiyo ukisoma Suluku Ijtimai humo ameelezwa mtoto mbaya wa motoni anaporudi nyumbani kwake huanza na watoto na mke. Hello daddy, baby. Pumbavu nini? Unaanza kwa mzazi. Tutaanza hiyo tukio hadasema kesho uone. Ayatma inna bisa. Anatakiwa tulie sasa na kuwasalimia. Tulio umekuja wewe sio unasalimia unakimbia. Wewe unanikwambia. Hizi ni adabu. Bado haki zao. Hizi ni adabu. Tuna adabu kwa wazazi hatuna shekhi, tusidanganyane. Bali insanu ala nafsihi basira walau maadhira. Hata kama utaleta sababu za kukwepa unajijua kwamba hapa sina. Hizi adabu zote tunazosema hizi hakuna. Yaani sisi hizi kama kusimama mtu akiingia kwa shekhi na mwalimu tunafanya sana, lakini kwa sasa mwalimu akiingia, shekhi akiingia unasimama sana. Na shekhi ni hivi, shekhi akiingia lazima usimame, akitoka lazima usimame. Kama wao wenyewe wanabao wajui hizi yake. Wanani? Wapiga chini wazazi. Hawajui kama wanaposimama na sisi tunatakiwa kusimama. Sio umejua sasa fanya. Wewe umejua fanya. Na kama unaishi na mzazi na yeye na mzazi wake na hajui, muelimishe. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Muelimishe mzazi wako. Nimaliza darasa la ishia kwa Allah wa rasuluhu a'lam. Yahdikum